kutoa taarifa ya utendaji kazi wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa mkoa wa Kigoma katika kipindi cha Januari hadi Machi 2025. Kwa mujibu wa Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa sura ya 329, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa ina utekelezaji wa majukumu ikiwepo jukumu la uzuiaji rushwa pamoja na jukumu la upambanaji wa rushwa. Katika kutekeleza majukumu hayo, Ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Kigoma katika kipindi cha kuanzia Januari hadi Machi 2025 kupitia utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki imefanikisha kutatua kero katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza, kitongoji cha Miobozia. Kero hiyo ilihusu kutofikishwa nguzo za umeme katika kitongoji hicho na kupelekea wananchi kushindwa kupata huduma ya kuunganishiwa umeme katika makazi yao. Kero hii ingeachwa kwa muda mrefu bila kutafutiwa ufumbuzi, ingepelekea kuwepo kwa vitendo vya rushwa kwa watendaji ambao sio waadilifu. Mpaka kufikia kipindi hiki, kitongoji hicho kimefikishiwa nguzo za umeme na wananchi wanaendelea na taratibu za uunganishaji umeme. Programu hii imefika katika kata 23 za mkoa wa Kigoma na jumla ya kero 117 ziliibuliwa. Kati ya kero hizo, kero 111 zimetatuliwa mpaka sasa na kero 6 zinaendelea kufuatiliwa kwa kuwa utatuzi wake unategemea bajeti ya serikali na taasisi zinazohusika. Kata ambazo zimefikiwa katika utekelezaji wa programu hii ya TAKUKURU Rafiki katika kipindi tajwa ni kata za Machinjioni, Nkungwe, Kipampa, Matendo, Nyarubanda na Simbo katika wilaya ya Kigoma, kata za Nguruka, Mwakizega, Basanza na Itebula katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Aidha, katika uchambuzi wa mifumo, TAKUKURU mkoa wa Kigoma katika kipindi tajwa cha Januari hadi Machi 2025 imefanikiwa kufanya uchambuzi wa mfumo mmoja ili kubaini iwapo kuna mianya ya rushwa na kisha kushauri namna ya kuiziba. Chambuzi hiyo ilihusu utoaji huduma kwa maafisa wa serikali ngazi ya kata uliofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe. Baadhi ya mambo yaliyobainika katika uchambuzi huo ni pamoja na kutokuwepo kwa taarifa za utekelezaji wa malengo ya halmashauri, jambo ambalo linakwamisha kufanikisha kwa tathmini ya halmashauri katika kutekeleza mipango yake na utekelezwaji wake. Baada ya warsha kufanyika, makubaliano yalifikiwa ili kuweza kurekebisha mapungufu hayo ambayo yalibainika. Aidha, katika jukumu la uelimishaji umma, TAKUKURU mkoa wa Kigoma ilijikita katika kuhamasisha umma kushiriki mapambano dhidi ya rushwa kwa kuwajengea uwezo wananchi wa kutambua viashiria vya rushwa na kutoa taarifa kwa wakati kupitia namba 113. Katika kutekeleza hilo, tumeweza kuwafikia jumla ya wananchi 30,936, kati yao wanaume wakiwa 17,525 na wanawake wakiwa 13,411. Aidha, katika jukumu la uchunguzi na mashtaka, katika kipindi tajwa cha Januari hadi Machi 2025, tumepokea jumla ya malalamiko 100. Malalamiko 61 kati ya hayo 100 hayakuhusu rushwa, hivyo walalamikaji walipewa ushauri. Na malalamiko 39 ambayo yalihusu rushwa, uchunguzi unaendelea katika hatua mbalimbali. Aidha, mchanganuo wa malalamiko hayo yaliyopokelewa kisekta ni kama ifuatavyo. Tulikuwa na sekta ya afya ambayo ilikuwa na jumla ya kero 4. Tulikuwa na sekta ya ardhi ikiwa na kero 20, utawala 18, elimu 14, maliasili 5, ujenzi 3, maji 1, mifugo 2, mapato 3, kilimo 1, serikali za mitaa 15, usafirishaji 2, ulinzi 1, NIDA 1, polisi 6,
mahakama 1, nishati 2 na sekta binafsi kero 1. Aidha, Januari hadi Machi 2025 tulikuwa na jumla ya kesi zilizoamuliwa mahakamani 3 na Jamhuri imeshinda kesi zote 3, na hivyo katika kipindi tajwa jumla ya kesi ambazo bado zilikuwa zikiendelea mahakamani ni jumla ya kesi 11 ambazo zipo katika hatua mbalimbali. Mikakati iliyopo katika kipindi tajwa cha kuanzia mwezi Aprili hadi Juni 2025. TAKUKURU mkoa wa Kigoma itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 kwa kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na vitendo vya rushwa katika jamii. Hatua ambazo taasisi imejiandaa kwa mkoa wa Kigoma katika kipindi husika ni pamoja na uwepo wa utoaji elimu kwa wananchi kwa njia ya midahalo, kuendelea kutumia mikutano ya hadhara katika mitaa, vijiji pamoja na kata, kutumia vipindi vya redio na television kwa lengo la kuendelea kuelimisha umma, ikiwa imejikita katika kutoa elimu zaidi kuelekea kipindi cha uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani wa mwaka 2025. Vilevile tutaendelea kuelimisha vijana kupitia klabu za wapinga rushwa ili kuwajengea ujasiri wa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Elimu hii pia itaendelea kutolewa kwa wadau mbalimbali wakiwemo waumini wa dini, wafanya biashara, kamati za ujenzi wa miradi mbalimbali, NGO, CBOs, vikundi vya jasiriamali na watumishi wa sekta mbalimbali. Sambamba na hilo, tutawahamasisha wananchi kushirikiana na TAKUKURU katika kupambana na rushwa kwa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na kuwa na utayari wa kutoa ushahidi mahakamani pale wanapotakiwa kufanya hivyo. Wito wetu kwa wananchi. Kwa niaba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kigoma, anatanguliza kuwashukuru wananchi na wadau wote kwa ushirikiano mnaotupa katika shughuli zetu za kuzuia na kupambana na rushwa, na tunawaomba muendelee na moyo huu wa kizalendo. Aidha, ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Kigoma inatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma kuendelea kubadili mtazamo wa kuliona jukumu la kupambana na rushwa kuwa ni jukumu la TAKUKURU peke yake, bali wajione wenye wajibu wa uzalendo kwa taifa lao, na hivyo kuwa na utayari wa kuunga mkono juhudi za mapambano dhidi ya rushwa, hususan kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, pamoja na kuendelea kusimamia kwa karibu miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yao, na kutoa taarifa dhidi ya watuhumiwa watakaobainika kujihusisha na vitendo vya rushwa ili hatua za kisheria kuweza kuchukuliwa dhidi yao. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu,